Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, karibuni tusikilize na tutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 12 Machi, unaosema: na tubebe msalaba kwa furaha, katika msalaba tuishi, tufe tukiwa na msalaba. Na tubebe msalaba kwa furaha, katika msalaba tuishi, tufe tukiwa na msalaba. Wapendwa katika Kristo, ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo ni mwito wa kuishi maisha ya Kikristo, kwani ujasiri na furaha ya kiroho. Huu ni mwito wa rahisi, lakini ni mwito kwetu sisi wa kumpenda Kristo kwa dhati na kuwa tayari kufuata nyayo zake hadi mwisho. Kwa picha ya kawaida, msalaba huonekana kuwa ni ishara ya mateso, shida na maumivu. Lakini Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kuwa tubebe kwa furaha. Hii haimaanishi kufurahia mateso yenyewe, bali kusudi lake Mungu, na hii ni furaha ya ndani inayotokana na kujua kwamba katika msalaba kuna wokovu, utakaso na uzima mpya. Pia Mtakatifu Gaspari anapotuambia katika msalaba tuishi, hii inamaanisha kwamba msalaba uwe mtindo wa maisha yetu. Kuishi katika msalaba ni kuishi kwa unyenyekevu, kuishi kwa msamaha, kuishi kwa huduma na kuishi kwa upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Maisha ya Mkristo hayaepuki msalaba, bali hufanya kuwa dira, maamuzi yake, tabia yake na mwelekeo wa maisha yake. Anapotuambia tufe tukiwa na msalaba, huu ni mwito wa uaminifu hadi mwisho. Ni mwito wa kudumu katika imani hata pale nguvu zinapopungua na hata pale matumaini yanapoonekana kupotea. Kufa tukiwa na msalaba maana yake kudumu au kudumisha imani hadi mwisho, kutokukata tamaa katika majaribu na kuendelea kumtegemea Mungu hata tunapoonekana au tunapoingia katika giza na katika safari ya maisha yetu. Yesu mwenyewe alisema, mtu yoyote anayetaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe na achukue msalaba wake kisha anifuate. Hii ina maana kwamba njia ya wokovu kupitia msalaba. Hakuna ufufuko bila msalaba, hakuna utukufu bila mateso, na hakuna uzima milele bila kujitoa. Hivyo ndugu zangu, msalaba usiwe kitu cha kuogopa, bali uwe ni kitu cha kujivunia. Tumwombe Mungu atujalie neema ya kubeba msalaba kwa furaha, kuishi ndani ya msalaba, kuwa waaminifu na kufa tukiwa na msalaba kama alama ya ushindi wetu. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Alex Lumala wa shirika la wamishonari wa damu azizi ya Yesu.